Thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Leo mtazamaji wa kipindi hiki, tupo katika maudhui kwamba je, ni lazima dhikri iwe kwa Kiarabu tu, je kwa lugha nyingine, wakati Allah subhanahu wa ta'ala anasikia lugha nyingine? Katika masala haya wanachuoni wamezungumza kwamba ikiwa itakuwa hakuna budi na hujui lugha ya Kiarabu, yajuzu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala dhikri kwa lugha nyingine, ila mushkila upo, wewe hujui, utajuaje kama hii ndio dhikri na maana yake, au nani kakutafsiria? Hiki nacho ni kitu cha kukiangalia. Lakini mambo ya dhikrullah ikiwa kwa lugha nyingine, kwa lugha ya Kiarabu haiwezekani, na unajua kuwa katika kutaja hili na kumtaja Allah litaleta maana, basi wanachuoni wameona kwamba baadhi inajuzu. Lakini Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kama ilivyokuja, yanaha Umar radhiyallahu an ratanatil aajim, kule makosa ya lugha ya Kiajemi, yani sio kwa Kiarabu, basi ilikuwa akikataza dhikri isiwe illa kwa lugha ya Kiarabu. Na Malikia yarauna annahu haram, na watu wa Maliki wanaona kwamba dhikri sio kwa Kiarabu ni haramu. Lakini kumtaja Allah kama tulivyosema baadhi ya imma, kama manake Allah subhanahu wa ta'ala anasikia lugha zote, au ukimlalamikia kwa lugha yoyote anakusikia. Hivyo ili jambo liko hivyo kuhusu dhikrullah, na yani namna gani ya kumtaja Allah, je ukimtaja kwa lugha nyingine. Lakini pia afadhali swala la dua kuliko dhikri, kwa sababu dhikri ni vitu ambavyo lazima tuchukue muongozo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam au ndani ya Qur'ani, na Qur'ani imekuja kwa lugha ya Kiarabu iliyokuwa wazi, na adhkari Mtume sallallahu alaihi wasallam amezifundisha, ingawa zinafanyiwa tarjama, yani tafsiri, lakini utakuta wakati mwingine tafsiri haikidhi haja kuliko maneno ya lugha ya Kiarabu yenyewe. Lakini almuhim kwamba haina sharti ya kwamba lazima dhikri ziwe kwa Kiarabu tu, bali kama imedharurika yule anaweza kumtaja Allah kwa lugha nyingine, hajui Kiarabu, basi yaruhusika kwamba afanye dhikri kwa lugha hiyo anayoijua, na nafikiri thawabu atakuwa ameweza kupata. Na pia dhikri gani ambayo ni bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Imekuja katika fadhila kwamba qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alisema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuelezea dhikri bora, yaqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi ash-shams. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Hii dhikri hii subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah, tafsiri yake subhanallah, kutakasika na mapungufu ni kwa yeye mwenyewe Allah, yani Allah ametakasika na kila upungufu. Walhamdulillah, na kila sifa njema zinamstahiki yeye. Wala ilaha illa Allah, na hapana mola kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wallahu akbar, na kwamba yeye ndiye Allah, ndiye mkubwa. Asema dhikri hii Mtume sallallahu alaihi wasallam, ahabu ilayya mimma tala'at alayhi shams, yani ndio dhikri bora kushinda dhikri zote ambazo jua limetokeza katika viumbe hivyo,
basi kumtaja Allah katika dhikri ni bora. Rawahu Muslim, hadithi hii ameipokea Muslim. Halafu pia imekuja fadla ya dhikri hii ambayo imetajwa katika hadithi, at-tuhuru shatrul iman, kutwaharika ni nusu ya imani. Yani kwamba umetwaharika na machafu, umetwaharika na mabaya. Walhamdulillah tamlaul mizan, ukisema alhamdulillah thawabu zake zinajaza mizani. Wa subhanallah walhamdulillah tamlau au tamlaani ma baina samai wal ardh, na subhanallah, kusema subhanallah walhamdulillah inajaza yaliyo mbinguni na ardhi, yani uzito wake na thawabu. Pia katika bora ya dhikri ambazo zimetajwa, zimekuja katika sunna, subhanallahi wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih, kutakasika na mapungufu ni kwa Allah, na yeye ndo anastahiki kushukuriwa. Adada khalqihi, hisabu, yani unamtaja Allah hisabu ya viumbe vyake. Wa ridha nafsi, na ridha ya nafsi yake Allah. Wa midada kalimati, na wino wa maneno yake. Kwa hiyo hii ni dhikri bora, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa midada kalimati. Hizi ni katika adhkari ambazo ni bora. Narudia kwa kusema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kwamba dhikri ambayo anaiona ni bora ni kusema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi shamsu, naipenda mno mimi katika vyote vilivyotokewa na jua hiki, na kipenda sana. Rawahu Muslim, hadithi ya Muslim. Na hadithi nyingine inaonyesha fadhila ya dhikri hii ni hadithi hii tulioitaja, at-tuhuru shatrul iman walhamdulillah tamlaul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamlau au tamlaani ma baina as-samai wal ardi. Pia hii dhikri iliyokuja subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa midada kalimati. Mpaka hapa tuishie hapa, na Allah awajalie iwe mmepata faida kwamba hizi ni katika adhkari bora. Atuwafikishe na atupe nguvu, kwa sababu kufanya dhikri na kuchukua muda ufanye dhikri sio kitu lele mama. Hii ni fadhili ya Allah, anawapa yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli al-azim. Na ubora wa dhikri hizi ukiangalia, na kwamba ni bora, hata maswahaba walikuwa wanamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, dhahaba ahlu duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Wamepita watu waliopita na malipo, wana mali, wanatoa sadaka, wanafunga kama sisi, wanafanya mambo mema kama sisi. Sasa sisi tutashindana nao vipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaelekeza, akawaambia kwamba ala walikulli tahlilatin sadaqa walikulli tahmidatin sadaqa, kila unaposema la ilaha illa Allah ni dhikrullah, ni sadaqa. Kila ukisema alhamdulillah ni sadaqa, walikulli tasbihatin sadaqa. Mwisho akamwambia ya Rasulullah, lakini pia nao wasema. Kaambia dhalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dhul fadl azim. Na Allah atuwafikishe tuwe ni wenye kumtaja bora
Allah subhanahu wa ta'ala na kuthirisha dhikri. Hadha wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.